Yes, mambo vipi? Faisal Feitoto. Zanzibar Finance. Faisal kwa sasa ndiye mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi kuliko mchezaji mwingine yote unayomjua kwenye ligi kuu ya NBC. Awe mchezaji wa ndani au mchezaji wa nje. Faisal Feitoto analipwa pesa nyingi. Nataka nikupe sababu zilizopelekea Faisal Salum kulipwa pesa nyingi. Nataka nikupe sababu. Sababu ya kwanza iliyopelekea Faisal kulipwa pesa nyingi ni kwamba Simba walikuwa wanamhitaji Faisal. Tena walikuwa wanamhitaji haswa kwa sababu walipambana vya kutosha ili wampate Faisal Feitoto. Azam walivyojua kwamba Simba wanamhitaji Faisal, na Simba timu kubwa, mtu wote huwezi ukakataa tu wala karaka tu, mimi siwezi kwenda kucheza Simba, no. Ni klabu kubwa. Kwa maana Azam walijua hapa kwa mwaka huu mmoja uliobakia Faisal anaweza akaondoka kweli kwenye klabu ya Simba ya Azam na kwenda Simba. Waliamini hiko kitu. Sasa ili tumbakishe Faisal tunafanyaje? Tumpe ofa kubwa. Hii ofa nadhani hawezi kuikataa, hawezi kuipata hata huko anakokwenda Simba. Tukimpa ofa kubwa tutakaa naye chini, tutaongea naye, tutasaini mkataba. Sasa katika ofa kubwa, kwanza usajili wake walimsajili kwa milioni 800. Usajili hiyo ni signing fee. Pesa ya usajili milioni 800 kaingizwa kwenye akaunti yake. Lakini kitu cha pili, kumpa mshahara milioni 50 kwa mwezi. Kwa sasa Tanzania hii hakuna mchezaji analipwa pesa nyingi mshahara kwa mwezi kama Feitoto, milioni 50. Awe mchezaji wa kigeni au mchezaji wa ndani. Azam wanamlipa milioni 50. Sababu yote ya kukataa kwenda Simba na kubaki Azam. Milioni 50. Pesa nyingi sana. Eli Faisal kama ana akili timamu, mpaka akiondoka Azam atakuwa na bilioni kama 1 na milioni 500 hivi. Kwa miaka miwili aliyobakisha hii atakuwa kama na bilioni 1 na milioni 500 kama pesa zake hazozitumia kwa hanasa. Sasa bilioni 1.5 ni vitu ambavyo wachezaji wote wa ndani wa nchi, kuanzia waliocheza mpaka mstaafu na mpaka sasa waliokuepo, hakuna mchezaji ambaye amefikia value samani. Yaani kwa mwezi ana uhakika wa kupata milioni 50. Lakini ukiacha milioni 50, Feitoto kasaini mkataba mwingine hapo Azam wa kutangaza bidhaa za Baharesa. Nazungumzia zile bidhaa za Baharesa nyingi, Azam ice cream, sweet nini zote. Analipwa kwa mwaka milioni 200. Milioni 200 Fei kwa mwaka anachukua Azam pale. Sababu tu ya kusaini mkataba mpya. Na hii yote asiende Simba. Sasa unaweza ukaangalia hizi pesa ni nyingi. Mtu yote hawezi kukataa hili dili. Kwa sababu hata kama angekwenda Simba asingepata pesa kama hii anayoipata. Signing fee iwe milioni 800 walipe Simba, alafu ukiangalia kwenye mshahara wampe milioni 50, haiwezekani. Simba wasingeweza. Kwa maana Feitoto amebaki hivyo. Na vile anayo chance ya kuongeza mkataba mwingine tena mbele. Sasa pesa hizi nyingi mtu yote hawezi kukataa. Lakini kitu kingine kilichofanya asaini mkataba mwingine pale Azam, ujio wa kocha Ibenge. Unajua Ibenge ni kocha mwenye CV kubwa sana Tanzania.
sio Tanzania, Afrika. Ni kocha ambaye kafanya makubwa sana. Kafanya makubwa sana. Sasa kwenye makubwa aliyofanya, hakuna mchezaji ambaye hapendi kufanya kazi na kocha mkubwa kama Ibenge. Kwa makubwa aliyofanya, hakuna mchezaji ambaye anaweza kusema mimi siwezi kufanya kazi na Ibenge. Kila mtu anakuwa na ndoto za kufanya kazi na Ibenge ili kuna level afikie. Hasa kocha Ibenge alivyotua Azam, moja akasema kijana nimemuona uwezo wake mkubwa, natamani niendelee naye kufanya kazi hapa Azam. Kwa maana hakikisheni mchezaji wa kwanza kabisa kumbakisha kwenye kikosi cha Azam awe Faisal. Kwa maana Faisal kabakishwa na kocha vile. Kocha akasema bado namhitaji. Kwa maana hata Azam kama walikuwa na malengo ya kumwacha, lakini kocha ambaye kaja kufundisha anasema Faisal bado namhitaji. Na wameogopa ile kwamba wangemwachia, maana yake hawajasikiliza nini anahitaji kocha. Kwa maana hiyo walipoona vile kaona bora mkonvinsi Feitoto abaki. Kwa hiyo Ibenge moja ya sababu ya Feitoto ya kubaki Azam. Na ukitizama sasa hivi Ibenge alipofika, kaongeza wachezaji wengine ambao wana quality, kaweka kwenye klabu ya Azam. Unaweza ukaona project inayozalishwa Azam sasa hivi ni nzuri, ambayo mchezaji wote anakuwa anavutiwa nayo kwenda kujiunga nayo kwenye project ya Ibenge. Kwa maana hiyo moja ya sababu iliyofanya Faisal abaki. Lakini kitu kingine, ushawishi mkubwa ambao Azam vivyo aliutumia kwa Feitoto ni kumpatia makazi mazuri, nyumba. Unajua Feitoto ndo mchezaji ambaye anakaa kwenye nyumba nzuri sana. Anakaa Masaki, bonge la nyumba. Tunasema expensive house. Nyumba kubwa. Yusuf Baresa kampangia Feitoto Masaki. Sema kwamba kwa anakaa waziri na Feitoto anakaa Masaki. Kapangiwa nyumba ambayo na kila kitu. Kwa muda wote ambao atakuwa Azam. Unaweza kuona hizi offer zinazotolewa ni offer namna gani vipi. Lakini kitu kingine, baadhi ya ndugu zake Faisal wameajiriwa Azam kwenye makampuni ya Azam, ofisi za Azam wameajiriwa. Kwa maana Fei, sisi tunataka usaini mkataba, na ukisaini mkataba ndugu zako hao tutawapa ajira huko ya maisha. Kwa nini Feitoto kaona isiseta, ndugu zangu wanapata ajira, okay, ngoja nikubali kusaini. Kwa maana ndugu zake Faisal wengi wa karibu wamepata ajira Azam kupitia mgongo wa Fei. Unaweza ukaziona hizi offer zilivyo, ni offer kubwa sana. Ni offer Azam alizamilia kumbakisha Fei. Na hii yote sababu Simba walikuwa wanamhitaji Fei. Yaani ingekuwa dharau kubwa Feitoto anaondoka Azam anakwenda Simba. Moja wangesema Yusuf Baresa pesa hana. Mbili wangesema Azam haina malengo yoyote. Kwa nini wachezaji wazuri wanauzwa? Alafu kitu kingine ni mistake ambayo ilifanya Azam nyuma. Akina Ismanula, akina John Boko wale, akina Stononi kujiunga na Simba na wakaenda kupata mafanikio makubwa kwenye klabu ya Simba. Wakaambiwa Azam, wakaambiwa maneno mengi kwamba ni Azam mmeuzia wachezaji wazuri Simba, nyinyi mnabaki na magalasa. Tawi lenu Simba. Lakini kitu kingine, hii taarifa ambayo inazuka kwamba Baresa ni shabiki wa Simba. Hasa wangimuona Faisal kaenda Simba, wangesema unaona Baresa kampeleka mchezaji Simba kwa sababu yeye ni shabiki wa Simba. Unaweza ukaona, japo najua Baresa ni shabiki wa Simba. Nilishawahi kukutana na moja mfanyakazi wa Baresa, anasema Baresa ni shabiki wa Simba. Lakini ndio hivyo, Feitoto vitu vingi alivyowekewa, ofa nyingi alizopewa, kiukweli zimemtamanisha hizo ofa, na akaamua kujiunga na klabu hiyo ya kuendelea kuongeza mkataba na klabu hiyo ya Azam. Ofa kubwa, ofa ambazo
mtu yoyote, mchezaji mpira ambaye ana malengo ya kuwa tajiri hawezi kuzikataa, kwa sababu mwisho wa siku unacheza mpira ili upate pesa ya kuendesha maisha. Kama leo Fei Toto ndani ya mwaka mmoja anaingiza bilioni 1 na kitu, anaweza akajenga vijumba vyake hapa mjini. Dar es Salaam anaweza kaa na vijumba vyake hata 5 au 6. Akistaafu soka anakula kodi tu. Bilioni 1 na kitu unaweza kununua Mwananyamala wapi huko, kanunua nyumba za milioni 100 kama 4-5, ukazifanyia nani? Ukaziboresha. Kwa kabati mpya ni nini? Ukapiga rangi, ukapangisha watu, ukapiga pesa mpaka unastaafu, nyumba zako nazo. You see? Kwa maana pesa nyingi. Kwa maana Faisal kabaki kwa ajili ya pesa nyingi. Naamini ofa hizi zote nilizowatajia, sababu zote zilizopelekea Faisal kubaki Azam, Simba asingeweza kuzimudu. Na sio Simba tu, klabu yoyote hapa Tanzania wasingeweza kumudu. Ni ofa kubwa sana. Na tunajua nature ya wachezaji wetu wa kibongo, wanaangalia pesa sana. Pesa. Ni kama alichokifanya Mzize, mkataba kabaki Yanga kapigwa milioni 40 kwa mwezi. Unaweza kaona ni ofa kubwa. Milioni 40 ambayo unakaa kwenye nchi ambayo ulipi kodi. Hata kama kodi unalipa ni ndogo sana, kwa sababu wewe ni mzaliwa hapa kwenye nchi. Ni kodi ndogo sana. Unaweza ukatozwa hata 200 sana. Ni pesa ndogo. Kwenye milioni 40 labda ukikota kodi, unaweza ukajikuta una milioni 38-39. So kwa mwezi ni pesa ambayo watumishi wa umma, serikali wengi hawaipati. Ni pesa kubwa. Kwa hata Mzize na yeye unamuona kabaki. Kaona nikienda mbele, naweza nikaenda mbele kule, mambo yakawa vibaya, mara wakanizulumu watu pesa zangu. Ni bora nibaki hapa Tanzania. Kwa maana pesa kubwa, ofa zimewekwa kubwa. Na hii ni wapongeze hizi timu ambazo zinaweka pesa kubwa kuboresha mikataba ya wachezaji wao. Wanajua thamani ya wachezaji. Jua zamani hayakuwepo haya mambo. Zamani mchezaji akitakiwa na Simba, basi wewe nenda. Sasa hivi kama Azam wanaweza kumbakisha mchezaji. Singida Black Stars sasa hivi wanaweza kusajili mchezaji na